huenda kuna mahali na patumaini zaidi au nje ya Mungu. Naam. Kwa sababu ya propaganda zinazoitwa kumtegemea Mungu kwa sasa hivi. Au kuweza kupata msaada wa kutosha. Naam. Ulipoenda kanisani. Naam. Au kuweza kupata ulinzi wa kutosha. Ndio. Ulipokuwa kanisani. Kwa hiyo huenda kuna namna umeitegemea ya kuweza kupenda kwa salama. Naam. Lakini jioni ya leo nimeleta habari ya neno la Mungu. Amen. Linaloweza kufanya kuwa salama zaidi. Ndio. Kuliko chochote ambacho mwanadamu anaweza kutegemea. Naam. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Zaburi ya 34 au ule mstari wa 7 anasemaje? Bwana Mungu anasema, naam, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Naam. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Naam. Heri mtu yule anayemtumaini. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye Zaburi hii inatukumbusha kwamba mtu anaweza kuwa salama kwa kulindwa na Bwana. Naam. Malaika wa Bwana hufanya kituo kwa hao wamtumainio. Ndio. Kwamba Mungu anaweza kukulinda. Mungu anaweza kukufanya kuwa salama. Naam. Ikiwa tu unamtumaini yeye. Ndio. Ikiwa tu umefanya yeye kuwa tumaini lako. Naam. Ikiwa tu umefanya yeye kuwa tegemeo lako. Naam. Mungu anaweza kufanya kuwa salama. Anaweza. Mungu anaweza kukulinda na ukawa salama. Kuliko chochote unachoweza kutumainia. Naam. Lakini pia mstari unaofuata umetutaka, umeturuhusu. Ndio. Tuonje wema wa Mungu. Naam. Tujaribu wema wa Mungu. Huenda viko vitu tumeweza kutumaini. Ndio. Huenda viko vitu tumeweza kuvitegemea. Naam. Na kwa sehemu zikawa vimetufanya kuwa salama. Lakini neno la Mungu limetutaka tumtumaini yeye tu. Naam. Naye anaweza kuagiza malaika wake. Ndio. Wakatulinda, wakatufanya kuwa salama. Naam. Kuliko chochote kinachoweza kutufanya kuwa salama. Naam. Lakini huenda umetumaini chochote kile. Huenda umewahi kuchukua maji ya upako. Ukatumia kama ulinzi. Hayakuweza kusaidia. Ndio. Au yamekusaidia. Lakini neno la Mungu na msaada wa Mungu wa kweli. Umetutaka tujaribu. Tuonje na uwezo wa Mungu. Unaotokana na kumtumaini. Ndio. Unaotokana kumtegemea. Sio tu kuweka maji. Pengine kumwagia sehemu unaolala. Ukajaribu kuona kama uko salama. Lakini neno la Mungu limetutaka tujaribu na kumtumaini Mungu pia. Ndio. Tujaribu pia. Anasema onjeni muone kwa Bwana yu mwema. Onjeni muone. Jaribu kuonja uzuri wa Mungu. Pasipo kutumia maji au dawa yoyote. Ndio. Jaribu kuwa mtakatifu, kuwa mtu wa haki. Ndio. Mtazame Mungu tu. Uone ulinzi wake. Una kipimo gani? Uone ulinzi wake. Unafika mpaka wapi? Ndio. Unaweza kutumaini maji ya upako. Kuna eneo yatakuangusha. Kusaidia. Lakini akiwepo Mungu moyoni mwako. Ndio. Kwa sababu ya uaminifu wako kwa wewe utakuwa salama popote. Haweko mtume, haweko mchungaji wako. Au asipokuwepo utakuwa uko salama 100%. Kuliko chochote utaweza kutumainia. Nimekuletea tumaini la kweli na kukumbusha na kutangazia. Hebu jaribu kumtumaini Mungu pekee. Hebu uwe msafi wa moyo. Hebu okoka, uwe mtakatifu kabisa. Hebu jaribu kuacha vile ambavyo unaona vinawahi kukushinda au kwa vigumu kuviacha. Hebu katika kanisa na kutafuta tunakulea na kusimamie ili usimame kwa haki ya kweli. Uone ulinzi wa Mungu. Ndio. Umefika mpaka wapi? Uone uwezo wa Mungu. Utakusaidia mpaka wapi? Mimi nilioko mbele yako. Huenda nilikuwa nateseka kuliko wewe unateseka leo. Huenda na wewe usiku unauchukia kwa sababu ya kitabu na wachawi. Lakini na mimi pia nilikuwa nina hofu kuliko wewe. Na nilikabwa kuliko wewe. Niliteseka kuliko wewe. Nilikuwa ukifika usiku ninawaza usiku wa leo utakuwaje. Na ni kweli nilikuwa nakabwa. Hata nilikuwa sebeni na angalia TV nakabwa. Kwa hiyo baada ya kujaribu mfumo wa ibada ulionifanya kuwa hivi nilivyo, nimesahau kabisa na hali hizo hazipo tena kwangu. Ndio maana ninao ujasiri ya kuambia kwamba yuko Mungu anayeweza kukusaidia pasipo kutumia maji ya upako au mafuta
ikiwa uko mtu ambaye kabisa unateseka na kukabwa na wachawi na namna hofu za maisha au hofu za kutokuwa salama, kutokuona kesho yako itakuwaje, kuwa na mashaka kuhusiana na uzima wako, ikiwa tu utaamini utachukua hatua kwa maombi haya, nina uhakika utalala usingizi wa kweli. Na baada ya hapo, ikiwa Mungu atafanya hivyo kwako, jaribu kufuata zaidi ili uzima huo na usalama huo uwe dhahiri zaidi kwenye maisha yako. Hebu jaribu kuishi maisha ya usafi wa moyo. Mtegemee Mungu kabisa pasipo kutumainia chochote kingine. Hebu jaribu maisha hayo, usichanganye na dhambi, kwa sababu kinachowafanya watu wengi watumie maji ya upako na mafuta ya upako ni kwa sababu wamekataa kuishi njia za usafi, wamekataa kuishi maisha ya utakatifu. Anaona ni yeye tu aishi vyote anavyoishi, atachukua maji ya upako yatamfanya kuwa salama. Lakini nikwambie, tabia hizo mbaya utawezekana kuziacha, na Mungu akaweka makao, akaweka malaika zake wakulinde, na ukawa salama kuliko hayo madudu unayotegemea au dawa unayotegemea au maji ya upako unayotegemea. Sharti tu ni moja, uwe msafi wa moyo, moyo wako yawe safi. Mungu atakulinda, Mungu atakusaidia, Mungu atalinda familia yako, Mungu atalinda kazi zako, Mungu atalinda biashara zako, Mungu atakufanya kuwa salama kuliko hivyo ulivyo leo. Kwa sababu sisi sote tunamhitaji Mungu sana, tunamhitaji Mungu iwe tunapenda au hatuna fedha, lakini tunamhitaji Mungu. Mwanadamu bila Mungu hauwezi. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye kweli, Mungu uliye uzima, ambaye uzima huo umeufunua kwenye maisha yetu, nasi Bwana kwa sehemu ndogo tumeleta kwa watu wako hawa. Miongoni mwa watu hawa huenda yuko mtu mmoja ambaye kabisa maneno haya kwa sehemu yamemgusa. Mungu, onyesha uzima wako, onyesha afya yako, onyesha uzima wako wa kweli, usiambatana na chochote kiovu, usiambatana na mafuta ya upako, usiambatana na maji ya upako, usiambatana na dawa ya upako. Mungu ni kweli, msaidia mtu huyo aliyeweka moyo wake, aliyeinua moyo wake kwako. Usitoe leo neema ya kweli na uzima wa kweli, ukamfunike na kwa ajili yake, ili tu Bwana aone ile neema, aone ule uzima na neno hilo linasema onjeni muone likakibia yote ataona tu laana hii. Mungu ni kweli, naweza katika mkono wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sina haja kuongea mengi. Mimi ni mtoto ambaye kama Kikesile. Ikiwa umegusa maneno haya, basi karibu kanisani, na hata kama sio kanisani kwetu, basi abudu popote ambapo abudu popote. Madam tu uwe salama. Mwanadamu ni bora kuliko bibi zetu, kuliko sana, na Mungu awabariki sana. Amen.